Kitabu cha 4 cha Musa kiitwacho Hesabu, sura ya 1. Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai, hemani mwa kukutania, siku ya 1 ya mwezi wa 2, katika mwaka wa 2 baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Akamwambia, fanyeni hesabu ya mkutano wote wa wana wa Israeli kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina ilivyo, kila mtu mume kichwa kwa kichwa, tangu mwenye miaka 20 umri wake na zaidi, wote wawezao kutoka kwenenda vitani katika Israeli. Wewe na Haruni mtawahesabu kwa kuandama majeshi yao. Tena mtu mume mmoja wa kila kabila atakuwa pamoja nanyi, kila mmoja aliye kichwa cha nyumba ya baba zake. Na majina ya hao waume watakaosimama pamoja nanyi ni haya: wa Reuben, Elisuri mwana wa Shedeuri; wa Simeon, Shelumieli mwana wa Suri Shadai; wa Yuda, Nashon mwana wa Aminadabu; wa Isakari, Nethaneli mwana wa Suari; wa Zabron, Eliabu mwana wa Heron; katika wana wa Yusufu; wa Efraimu, Elishama mwana wa Amihudi; na wa Manase, Gamarieli mwana wa Pedasuri; wa Benyamin, Abidan mwana wa Gideon; wa Dani, Ahiezeri mwana wa Amishadai; wa Asheri, Pagieri mwana wa Okran; wa Gadi, Eliasafu mwana wa Deueli; wa Naftari, Ahira mwana wa Inani. Hao ndio walioitwa na mkutano wakuu wa kabila za baba zao, nao ndio vichwa vya wale maelfu ya Israeli. Basi Musa na Haruni wakawatoa hao watu waume waliotajwa majina yao, nao waliukutanisha mkutano mzima siku ya 1 ya mwezi wa 2, nao wakaonyesha ukoo wa vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao kwa nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, kichwa kwa kichwa, kama Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo alivyowahesabu huko katika bara ya Sinai. Na wana wa Reubeni, mzaliwa wa kwanza wa Israeli, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa, kila mtu mume tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani. Wale waliohesabiwa katika kabila ya Reubeni walikuwa watu 46,500. Katika wana wa Simeoni, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, wale waliohesabiwa kama hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa, kila mume tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani. Wale waliohesabiwa katika kabila ya Simeoni walikuwa watu 59,300. Katika wana wa Gadi kwa kuandama vizazi vyao, jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina, tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani. Wale waliohesabiwa katika kabila ya Gadi walikuwa watu 45,650. Katika wana wa Yuda, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani. Wale waliohesabiwa katika kabila za Yuda walikuwa watu 74,600. Katika wana wa Isakari, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kwa hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani. Wale waliohesabiwa katika kabila ya Isakari walikuwa watu 54,400. Katika wana wa Zabron, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi,
wote walioweza kwenda vitani, wale waliohesabiwa katika kabila ya Zabuloni, walikuwa watu 57,400. Katika wana wa Yusufu, maana katika wana wa Efraimu, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani, wale waliohesabiwa katika kabila ya Efraimu, walikuwa watu 40,500. Katika wana wa Manase, vizazi vyao kama kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani, wale waliohesabiwa katika kabila ya Manase, walikuwa watu 32,200. Katika wana wa Benyamini, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani, wale waliohesabiwa katika kabila ya Benyamini, walikuwa watu 35,400. Na wana wa Dani, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani, wale waliohesabiwa katika kabila ya Dani, walikuwa watu 62,700. Katika wana wa Asheri, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani, wale waliohesabiwa katika kabila ya Asheri, walikuwa watu 41,500. Katika wana wa Naftali, vizazi vyao kwa kuandama jamaa zao na nyumba za baba zao, kama hesabu ya majina tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani, wale waliohesabiwa katika kabila ya Naftali, walikuwa watu 53,400. Na hao ndio waliohesabiwa, ambao Musa na Haruni na wale wakuu wa Israeli, watu 12 waliwahesabu, walikuwa kila mmoja kwa ajili ya nyumba ya baba zake. Basi hao wote waliohesabiwa katika wana wa Israeli kwa kuandama nyumba za baba zao tangu umri wa miaka 20 na zaidi, wote walioweza kwenda vitani katika Israeli, hao wote waliohesabiwa walikuwa ni watu waume 603,550. Lakini Walawi kwa kuiandama kabila ya baba zao hawakuhesabiwa katika watu hao, kwa kuwa Bwana alinena na Musa na kumwambia, hiyo kabila ya Lawi tu usihesabu, wala usiitie hesabu yao katika wana wa Israeli, lakini uwaweke Walawi wawe juu ya maskani ya ushahidi na juu ya vyombo vyake vyote na juu ya vitu vyake vyote. Wao wataichukua hiyo maskani na vyombo vyake vyote, nao wataitumikia na kupanga hema zao kwa kuizunguka maskani pande zote. Tena hapo maskani itakapokwenda mbele, Walawi wataishusha. Tena hapo maskani itakaposimama, Walawi wataisimamisha, na mgeni atakayekaribia atauawa. Na wana wa Israeli watazipanga hema zao, kila mtu katika marago yake mwenyewe, kila mtu hapo ilipo beramu yake mwenyewe, kama majeshi yao yalivyo. Lakini Walawi watapanga hema zao kuizunguka maskani ya ushahidi pande zote, ili zisiwe hasira juu ya mkutano wa wana wa Israeli. Kisha Walawi wataulinda ulinzi wa hiyo maskani ya ushahidi. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli, kama yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya. Hesabu sura ya 2. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, wana wa Israeli watapanga kila mtu penye baramu yake mwenyewe na arama za nyumba za baba zao kuikabili hema ya kukutania, ndiko watakapopanga kwa kuizunguka pande zote. Na hao watakaopanga upande wa mashariki kwa kuelekea mawio ya jua, ndio wale wa beramu ya marago ya Yuda kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Yuda atakuwa Nashon mwana wa Aminadabu.
na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 74,600. Na hao watakaopanga karibu naye ni kabila ya Isakari, na mkuu wa wana wa Isakari atakuwa Nethaneli mwana wa Suari, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 54,400. Na kabila ya Zabuloni, na mkuu wa wana wa Zabuloni atakuwa Eliabu mwana wa Heron, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 57,400. Hao wote waliohesabiwa katika marago ya Yuda walikuwa 136,400 kwa majeshi yao. Hao ndio watakaosafiri mbele. Upande wa kusini kutakuwa na Beramu ya marago ya Reuben kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Reuben atakuwa Elisuri mwana wa Shedeuri, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 46,500. Na hao watakaopanga karibu naye ni kabila ya Simeoni, na mkuu wa wana wa Simeoni atakuwa Sherumieli mwana wa Surishadai, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 59,300. Na kabila ya Gadi, na mkuu wa wana wa Gadi atakuwa Eliasafu mwana wa Deueli, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 45,650. Wote waliohesabiwa katika marago ya Reuben walikuwa 151,450 kwa majeshi yao. Nao ndio watakaosafiri mahali pa pili. Ndipo hema ya kukutania itasafiri pamoja na marago ya Walawi katikati ya marago yote, kama wapangavyo marago watasafiri vivyo, kila mtu mahali pake penye baramu zao. Upande wa magharibi kutakuwa na baramu ya marago ya Efraimu kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Efraimu atakuwa Elishama mwana wa Amihudi, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 40,500. Na karibu naye itakuwa kabila ya Manase, na mkuu wa wana wa Manase atakuwa Gamalieli mwana wa Pedasuri, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 32,200. Tena kabila ya Benyamini, na mkuu wa wana wa Benyamini atakuwa Abidan mwana wa Gideon, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 35,400. Wote waliohesabiwa katika marago ya Efraimu walikuwa 108,100 kwa majeshi yao. Nao ndio watakaosafiri katika mahali patatu. Upande wa kaskazini kutakuwa na beramu ya marago ya Dani kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Dani atakuwa Ahiezeri mwana wa Amishadai, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 62,700. Na hao watakaopanga karibu naye ni kabila ya Asheri, na mkuu wa wana wa Asheri atakuwa Pagieli mwana wa Okran, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 41,500. Kisha kabila ya Naftali na mkuu wa wana wa Naftali atakuwa Ahira mwana wa Enani, na jeshi lake, na wale waliohesabiwa kwao walikuwa 53,400. Wote waliohesabiwa katika marago ya Dani walikuwa 157,600. Hao ndio watakaosafiri mwisho kwa kuandama beramu zao. Hao ndio waliohesabiwa katika wana wa Israeli kwa nyumba za baba zao. Wote waliohesabiwa katika marago kwa majeshi yao walikuwa 603,550. Lakini Walawi hawakuhesabiwa katika wana wa Israeli
kama Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Kama yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyopanga penye baramu zao, na ndivyo walivyosafiri kila mtu kwa jamaa zao, kwa nyumba za baba zao. Hesabu sura ya 3. Basi vizazi vya Haruni na Musa siku hiyo Bwana aliyosema na Musa katika mlima wa Sinai ni hivi. Tena majina ya hao wana wa Haruni ni haya: Nadabu mzaliwa wa kwanza, na Abihu, na Eliazari, na Ithamari. Hayo ndio majina ya wana wa Haruni, hao makuhani waliotiwa mafuta, ambao aliwaweka wakfu ili wafanye kazi ya ukuhani. Kisha Nadabu na Abihu walikufa mbele za Bwana waliposongeza moto wa kigeni mbele za Bwana katika bara ya Sinai. Nao walikuwa hawana wana, na Eliazari na Ithamari wakafanya kazi ya ukuhani mbele ya uso wa Haruni baba yao. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, ilete karibu kabila ya Lawi, ukawaweke mbele ya Haruni kuhani, ili wapate kumtumikia. Hao wataurinda ulinzi wake na ulinzi wa mkutano wote mbele ya hema ya kukutania, ili watumike utumishi wa maskani. Nao watavitunza vyombo vyote vya hema ya kukutania na kurinda ulinzi wa wana wa Israeli, ili watumike utumishi wa maskani. Nayo utapata Haruni na wanawe hao Walawi wawe nao amepewa watu hao kabisa kwa ajili ya wana wa Israeli. Nawe utawaweka wa Haruni na wanawe, nao wataushika ukuhani wao, na mgeni atakayekaribia atauawa. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mimi tazama, nimewatoa Walawi na kuwatoa kati ya wana wa Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli, na hao Walawi watakuwa wangu, kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, nikajiwekea wakfu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli, na wanadamu na wanyama watakuwa wangu. Mimi ndimi Bwana. Kisha Bwana akanena na Musa huko katika bara ya Sinai na kumwambia, uwahesabu wana wa Lawi kwa kuandama nyumba za baba zao na jamaa zao, kila mtu mume tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi utawahesabu. Basi Musa akawahesabu kama neno la Bwana kama alivyoagizwa. Na wana wa Lawi walikuwa ni hawa kwa majina yao: Gershon na Kohath na Merari. Na majina ya wana wa Gershon kwa jamaa zao ni Ribni na Shimei. Na wana wa Kohath kwa jamaa zao ni Amram na Ishari na Hebron na Uzieri. Na wana wa Merari kwa jamaa zao ni Mahil na Mush. Hizi ndizo jamaa za Walawi kwa nyumba za baba zao. Katika Gershon walikuwa jamaa ya Walibni na jamaa ya Washimei. Hawa ndio jamaa za Wagershon, hao waliohesabiwa kwao kama hesabu ya waume wote tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi. Hao waliohesabiwa kwao walikuwa 7,500. Jamaa za Wagershon watapanga rago nyuma ya maskani upande wa magharibi. Na mkuu wa nyumba ya baba zao wa Gershon atakuwa Eliasafu mwana wa Laeli. Na ulinzi wa Gershoni katika hema ya kukutania ni hiyo maskani na hema na kifuniko chake na pazia la mlango wa hema ya kukutania na kuta za nguo za ua na stara ya mlango wa ua iliyo karibu na maskani na karibu na madhabahu pande zote, na kamba zake zitumiwazo kwa matumizi yake yote. Na katika Kohath ni jamaa ya Waamrami na jamaa ya Waishari na jamaa ya Wahebron na jamaa ya hao wa Uzieli. Hizo ni jamaa za Wakohath kama
hesabu ya waume wote tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi walikuwa 8,600 wenye kuulinda ulinzi wa mahali patakatifu. Jamaa za wana wa Kohathi watapanga rago upande wa kusini wa maskani, na mkuu wa nyumba ya baba za jamaa za Wakohathi atakuwa Elisafan mwana wa Uzieli. Na vitu watakavyovitunza na hilo sanduku na meza na kinara cha taa na madhabahu na vile vyombo vya mahali patakatifu wavitumiavyo katika kutumika kwao na pazia na utumishi wake wote, na Eleazari mwana wa Haruni kuhani atakuwa mkuu wa hao wakuu wa Walawi, naye atawasimamia hao walindao ulinzi wa mahali patakatifu. Katika Merari ni jamaa ya hao wa Mahili na jamaa ya Wamushi. Hizo ni jamaa za Merari, na hao waliohesabiwa kwao kama hesabu ya waume wote tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi walikuwa 6,200. Na mkuu wa nyumba ya baba za jamaa za Merari alikuwa Surieli mwana wa Abihili. Hao watapanga rago upande wa maskani na kaskazini, na usimamizi walioamriwa wana wa Merari ulikuwa ni kutunza mbao za maskani na mataruma yake na nguzo zake na matako yake na vyombo vyake vyote na utumishi wake wote na nguzo za ua zilizouzunguka na matako yake na vigingi vyake na kamba zake. Na hao watakaopanga mbele ya maskani upande wa mashariki, mbele ya hema ya kukutania upande wa kuelekea mawio ya jua, watakuwa hawa Musa na Haruni na wanawe wenye kulinda ulinzi wa mahali patakatifu, yaani huo ulinzi wa wana wa Israeli, na mgeni atakayekaribia atauawa. Hao wote waliohesabiwa katika Walawi ambao Musa na Haruni waliwahesabu kwa amri ya Bwana kwa jamaa zao, waume wote tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi walikuwa 22,000. Kisha Bwana akamwambia Musa, uwahesabu waume wote wazaliwa wa kwanza katika wana wa Israeli tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi, uyahesabu majina yao, nawe utawatwaa Walawi kwa ajili yangu mimi ndimi Bwana, badala ya hao wazaliwa wa kwanza wote katika wana wa Israeli, na wanyama wa Walawi badala ya wazaliwa wa kwanza wa wanyama wa wana wa Israeli. Musa akahesabu kama Bwana alivyomwagiza wazaliwa wa kwanza wote katika wana wa Israeli, wazaliwa wa kwanza wote walio waume kwa hesabu ya majina tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi. Katika hao waliohesabiwa kwao walikuwa 22,273. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, uwatwae Walawi badala ya wazaliwa wa kwanza katika wana wa Israeli, na wanyama wa Walawi badala ya wanyama wao, na hao Walawi watakuwa wangu mimi ndimi Bwana. Tena kwa kuwakomboa hao watu 273 na hao wazaliwa wa kwanza wa Israeli ambao wamezidi ile hesabu ya Walawi, utatoa shekeli 5 kwa kichwa cha kila mtu, kwa hiyo shekeli ya mahali patakatifu. Na hizo fedha ambazo waliosalia wamekombolewa kwazo utampa Haruni na wanawe. Basi Musa akawatoza fedha za ukombozi hao waliozidi hesabu ya wale waliokombolewa na Walawi. Akatoa hizo fedha kwa wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli shekeli 1,365 kwa shekeli za mahali patakatifu. Kisha hizo fedha za ukombozi Musa akampa Haruni na wanawe kama neno la Bwana, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Hesabu sura ya 4. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, katika wana wa Lawi uitenge hesabu ya wana wa Kohathi kwa jamaa zao na nyumba za baba zao,
tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, wote waingiao katika utumishi huo ili kufanya kazi ya hema ya kukutania. Huu ndio utumishi wa wana wa Kohathi katika hema ya kukutania, katika vile vyombo vitakatifu sana. Hapo watakapong'oa safari, Haruni ataingia ndani na wanawe, nao watalishusha pazia la stara na kulifunika sanduku la ushahidi kwa hilo pazia. Kisha atatia juu yake ngozi za pomboo za kulifunikia na kutandika juu yake nguo ya rangi ya samawi tupu. Kisha watatia hiyo miti yake. Tena juu ya meza ya mikate ya uonyesho watatandika nguo ya rangi ya samawi na kuweka juu yake sahani na miiko na mabakuri na vikombe vya kumiminia, na hiyo mikate ya daima itakuwa juu yake. Nao watatandika juu yake nguo ya rangi nyekundu na kuifunika kwa ngozi za pomboo za kuifunikia na kuitia ile miti yake. Kisha watatoa nguo ya rangi ya samawi na kukifunika kinara cha taa ya nuru na taa zake na makasi yake na sahani zake za kutilia makaa na vyombo vyake vyote vya mafuta watumiavyo kwa kazi yake. Nao wakatia na vyombo vyake vyote ndani ya ngozi ya pomboo na kukitia juu ya miti ya kukichukulia. Tena watatandika nguo ya rangi ya samawi juu ya madhabahu ya dhahabu na kuifunika kwa ngozi za pomboo na kuitia ile miti yake. Kisha watavitwaa vile vyombo vyote vya utumishi wavitumiavyo katika mahali patakatifu na kuvitia katika nguo za rangi ya samawi na kufunika kwa ngozi za pomboo na kuvitia juu ya miti ya kuvichukulia. Nao watayaondoa hayo majivu madhabahuni na kutandika nguo za rangi ya zambarau juu yake. Nao wataweka vyombo vyake vyote juu yake ambavyo wavitumia katika madhabahu, vyetezo na nyuma na miiko na mabakuri, vyombo vyote vya hiyo madhabahu. Nao watatandika juu yake ngozi za pomboo na kutia miti yake mahali pake. Na Haruni na wanawe watakapokwisha kupafunika mahali patakatifu na vyombo vyote vya mahali patakatifu, hapo watakapong'oa kambi, baadaye wana wa Kohathi watakuja kuvichukua, lakini wasiviguse vile vitu vitakatifu, wasife. Vyombo vile ni mzigo wa wana wa Kohathi katika hema ya kukutania, na ulinzi wake Eleazari mwana wa Haruni, kwani utakuwa ni kuyaangalia mafuta kwa nuru na uvumba mzuri na sadaka ya unga ya daima na mafuta ya kupaka. Tena ulinzi wa hiyo maskani yote na wa vitu vyote vilivyo ndani yake, mahali patakatifu na vyombo vyake. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, msiitenge kabisa kabila ya jamaa za Wakohathi katika hao Walawi, lakini wafanyieni neno hili ili kwamba wawe hai, wasife hapo watakapovikaribia vile vitu vilivyo vitakatifu. Wasife hapo watakapovikaribia vile vitu vilivyo vitakatifu sana. Haruni na wanawe wataingia ndani na kuwawekea kila mtu utumishi wake na kila mtu mzigo wake, lakini wasiingie wao kupaona mahali pale patakatifu hata kwa dakika moja, ili wasife. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, fanya jumla ya wana wa Gershoni nao kwa nyumba za baba zao na jamaa zao, tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50. Utawahesabu wote watakaoingia kutumika ili kufanya kazi katika hema ya kukutania. Huu ni utumishi wa jamaa za Wagershoni katika kutumika na katika kuchukua mizigo. Wao watayachukua mapazia ya maskani na hema ya kukutania, hizo nguo za kufunikia na zile ngozi za pomboo za kufunikia zilizo juu yake, na pazia na mrango wa hema ya kukutania
na kuta za nguo za ua na stara ya ile nafasi ya kuingia ya lango la ua ulio karibu na maskani, na madhabahu kuzunguka pande zote, na kamba zake na vyombo vyote vya utumishi wao, na yote yatakayotendeka kwa vyo watatumika katika hayo. Utumishi wote wa wana wa Israeli, wana wa Gershoni katika mzigo wao wote na utumishi wao wote utakuwa kwa amri ya Haruni na wanawe, nanyi mtawaagizia mzigo wao wote kuulinda. Huu ni utumishi wa jamaa za wana wa Gershoni katika hema ya kukutania, na ulinzi utakuwa chini ya mkono wa Ithamari mwana wa Haruni kuhani. Katika habari ya wana wa Merari, utawahesabu kwa jamaa zao na nyumba za baba zao, tangu aliyepata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50. Utawahesabu kila atakayeingia katika huo utumishi ili kufanya kazi ya hema ya kukutania, na mahusia ya mzigo wao ni haya kwa utumishi wao wote katika hema ya kukutania: mbao za maskani na mataruma yake na nguzo zake na matako yake na viguzo vya ua vya kuzunguka pande zote na matako yake na vigingi vyake na kamba zake na vyombo vyake vyote, pamoja na utumishi wake wote. Nanyi mtawaagizia kila mtu kwa jina lake vile vyombo vya mzigo wao watakaoulinda. Huu ni utumishi wa jamaa za wana wa Merari kwa utumishi wao wote katika hema ya kukutania, chini ya mkono wa Ithamari mwana wa Haruni kuhani. Basi Musa na Haruni na hao wakuu wa mkutano wakawahesabu wana wa Kohathi kwa jamaa zao na nyumba za baba zao, tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, kila mtu aliyeingia katika utumishi kwa kazi katika hema ya kukutania. Na waliohesabiwa kwao kwa jamaa zao walikuwa 2,750. Hao ndio waliohesabiwa katika jamaa za Wakohathi wote waliotumika katika hema ya kukutania, ambao Musa na Haruni waliwahesabu kwa amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Na hao waliohesabiwa katika wana wa Gershon kwa jamaa zao na nyumba zao baba zao, tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, kila mtu aliyeingia katika utumishi wa kazi katika hema ya kukutania, hata wale waliohesabiwa kwao kwa jamaa zao na nyumba za baba zao walikuwa 2,630. Hao ndio waliohesabiwa katika jamaa za wana wa Gershon wote waliotumika katika hema ya kukutania, ambao Musa na Haruni waliwahesabu kwa amri ya Bwana. Na hao waliohesabiwa katika jamaa za wana wa Merari kwa jamaa zao na nyumba za baba zao, tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, kila mtu aliyeingia katika utumishi kwa kazi katika hema ya kukutania, wale waliohesabiwa kwao kwa jamaa zao walikuwa 3,200. Hao ndio waliohesabiwa katika jamaa za wana wa Merari, ambao Musa na Haruni waliwahesabu kwa amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Wote waliohesabiwa katika Walawi, ambao Musa na Haruni na hao wakuu wa Israeli waliwahesabu kwa jamaa zao na nyumba za baba zao, tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, kila aliyeingia kufanya kazi ya utumishi na kazi ya kuchukua mizigo katika hema ya kukutania. Hao waliohesabiwa kwao walikuwa 8,580. Kwa amri ya Bwana walihesabiwa kwa mkono wa Musa, kila mtu kwa utumishi wake, na kama mzigo wake ulivyokuwa ndivyo walivyohesabiwa na yeye, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Hesabu sura ya 5. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, waamrishe wana wa Israeli kwamba wamtoe kila mwenye ukoma maragoni, na kila mtu aliye na kisonono, na kila aliye najisi kwa ajili ya wafu.
mtawatoa nje wote waume kwa wake, mtawaweka nje ya marago ili wasiatie unajisi marago yao ambayo mimi naketi katikati yake. Wana wa Israeli wakafanya vivyo, wakawatoa na kuwaweka nje ya marago kama Bwana alivyonena na Musa. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, uwaambie wana wa Israeli, mtu mume au mke atakapofanya dhambi yoyote ifanywayo na binadamu kumwasi Bwana, na mtu huyo akawa na hatia, ndipo watakapoungama dhambi yao walioifanya, naye atarudisha kwa hatia yake kwa utimilifu wake, tena ataongeza juu yake sehemu ya 5 na kumpa huyo aliyemkosa, lakini kwamba mtu huyo hana jamaa ya karibu ambaye inampasa kurudishiwa kwa ajili ya hiyo hatia kile kitakachorudishwa kwa Bwana. Kwa hiyo hatia kitakuwa cha kuhani, pamoja na kondoo mume wa upatanisho ambaye kwa huyo utafanywa upatanisho kwa ajili yake. Tena kila sadaka ya kuinuliwa ya vitu vitakatifu vya wana wa Israeli watakavyosongeza kwa kuhani itakuwa ni yake. Tena vitu vilivyowekwa wakfu na mtu awaye yote vitakuwa ni vya kuhani. Kitu chochote mtu atakachompa kuhani kitakuwa chake. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, tena nena na wana wa Israeli uwaambie, kama mke wa mtu yeyote akikengeuka na kumkosa mumewe, na mtu mume akalala naye kwa uasherati, na jambo hilo likamfichamania mumewe, likawa jambo lisilojulikana, na huyo mwanamke akawa najisi, wala hapana shahidi aliyeshuhudia juu yake, wala hakufumaniwa. Kisha mumewe akashikwa na roho ya wivu, akamuonea wivu mkewe, naye akawa najisi huyo mwanamke, au kama akiingiwa na roho ya wivu akamuonea wivu mkewe, naye hakuwa na unajisi huyo mke, ndipo huyo mume atamchukua mkewe aende naye kwa kuhani, naye ataleta sadaka yake kwa ajili yake, yaani sehemu ya 10 ya efa ya unga wa shairi. Asitie mafuta juu yake, wala asitie ubani juu yake, maana ni sadaka ya unga ya wivu, ni sadaka ya unga ya ukumbusho ya kukumbukia uovu. Basi kuhani atamleta mwanamke akaribie na kumweka mbele za Bwana. Kisha kuhani atatoa maji matakatifu katika chombo cha udongo. Kisha kuhani atatoa katika vumbi lililo pale chini ya maskani na kulitia katika hayo maji. Kisha kuhani atamuweka mwanamke mbele za Bwana, naye atazifungua nywele za kichwani mwa huyo mwanamke. Kisha atampa hiyo sadaka ya unga ya ukumbusho mikononi mwake, ambayo ni sadaka ya unga ya wivu, naye kuhani atakuwa na hayo maji ya uchungu yaletayo laana mkononi mwake. Tena kuhani atamwapisha huyo mwanamke, naye atamwambia mwanamke kwamba hukulala mtu mume pamoja nawe, tena kwamba hakukengeuka kuandama uchafu uli chini ya mumeo. Maji haya ya uchungu yaletayo laana yasikudhuru. Lakini kwamba umekengeuka uli chini ya mumeo, na kwamba hali ya unajisi, na mtu mume amelala nawe asiyekuwa mumeo, hapo ndipo kuhani atamwapisha mwanamke kwa kiapo cha kuapiza. Kisha kuhani atamwambia huyo mwanamke maneno haya, Bwana na akufanye wewe uwe laana na kiapo kati ya watu wako, hapo Bwana akufanyapo paja lako kupooza na tumbo lako kuvimba, na maji yaletayo laana yatakuingia matumboni mwako na kukuvimbisha tumbo na kukupoozesha paja lako. Na mwanamke ataitika amina, amina. Kisha kuhani ataziandika laana hizo ndani ya kitabu na kuzifuta katika maji ya uchungu. Kisha atamnywesha mwanamke hayo maji ya uchungu yaletayo laana, na hayo maji yaletayo laana yataingia ndani yake,
nayo yatageuka kuwa uchungu. Kisha kuhani ataitoa hiyo sadaka ya unga ya wivu kwa kuiondoa mikononi mwa huyo mwanamke, naye ataitikisa sadaka ya unga mbele ya Bwana na kuisongeza pale madhabahuni. Kisha kuhani atatoa konzi moja ya sadaka ya unga kuwa ni ukumbusho wake na kuteketeza madhabahuni. Baadaye atamnywesha mwanamke hayo maji. Kisha hapo atakapokwisha kumnywesha maji, ndipo itakapokuwa kama amekuwa hali ya unajisi na kumkosa mumewe. Hayo maji yaletayo laana yatamuingia ndani yake, nayo yatakuwa uchungu, na tumbo lake litavimba na paja lake litapooza, na huyu mwanamke atakuwa laana kati ya watu wake. Na kama mwanamke hakuwa na unajisi lakini yu safi, ndipo ataachiliwa, naye atazaa wana. Hii ndiyo sheria ya wivu. Mwanamke ambaye yu chini ya mumewe akikengeuka na kupata unajisi, au roho ya wivu ikimuingia mtu mume naye akamuonea wivu mkewe, ndipo atakapomweka huyo mwanamke mbele za Bwana, na kuhani atatenda juu yake sheria hii yote, na huyo mwanamke atakuwa hana uovu, na mwanamke atauchukua uovu wake.